Port Magharibi, huku pia tupate kusikia maoni ya wakazi kuhusiana na mivutano hii ya uongozi. Na sasa tunaungana naye mwandishi wetu wa habari Andrew Juma kwa mengi zaidi. Juma? Naam, asante. Kutoka mji wa Kapenguria tunapozungumzia ama tunapoangazia swala la mvutano katika kaunti leo hii, tuweze kuzungumza na baadhi ya wawakilishi wadi katika kaunti ya Pokot Magharibi. Watuelezee, je, uhusiano wao na gavana ukoje na pengine umeathiri vipi hali ya utendakazi katika kaunti ya Pokot Magharibi. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Patrick Lokongol, MCA wa Chaparere Ward. Kwa mambo yenye nimeweza kuulizwa ni ya kwamba kati ya magavana na wakilishi wa wodi ni ya kwamba saa zingine kwa sababu ya jinsi ambavyo hali ya siasa imeweza kufanya hiyo tofauti kuweza ile mshikamano ya kuwa moja imeweza kufanya ikalegea kiasi. Ukaona ya kwamba wakati mwingine wodi zingine zinaweza kunyimwa ile nafasi ama fursa mzuri ya kutenda kazi yao kwa sababu ya hali ya siasa. Pengine huyu alikuwa upande ile ingine juzi, mwingine ameenda kwa ile upande ya siasa, kama sasa ile ya juzi ya UDA na mambo ya kina KUP na hizi zingine za kina Jubilee na hizo zingine. Kwa hivyo inaathiri kiwango fulani mambo ya maendeleo. Some MCAs wamepewa autonomy na governor. Sasa kuna ile kwamba kama hauko in good terms na hiyo hali, hiyo autonomy utaweza kupewa. Sasa itategemea una uhusiano gani kati yake na wewe mwenyewe ukiwa wodi. Kwa hivyo nafikiria kitu tu ningetaka kusema ni ya kwamba MCS Kenya mzima, kama Kenya itataka iweze kuona kuna maendeleo, wapeane autonomy kwa MCA, kwa sababu MCA anafanya public participation na wananchi, na ile kazi mwananchi anapea MCA ndio ile kazi itaenda kupitishwa bunge pale na inaenda kuwa implemented. Kwa hivyo nafikiria kazi yoyote haitaweza haribika kama MCA atapewa autonomy kwa hiyo kazi yake, kama vile mjumbe anapewa autonomy. Ni Mheshimiwa Marshana Cheruto, nominated MCA kwa chama ya KUP, County Assembly ya West Pokot County. MCA akinyimwa ward fund kwa sababu ya siasa ya mirengo, hiyo inarudisha ward nyuma, na mwananchi ambaye alimchagua apati ile alichagulia huyo MCA. Kwa hivyo ningependa kuaji mtu kama governor aliyechaguliwa pia na wananchi kuwa angeweza kutreat MCAs wote wawe sawa kwa mambo ya ward fund, kwa sababu iko kwa constitution pia. Kila MCA anayechaguliwa kwa Kenya anafaa kupewa ward fund. Hakuna MCA yoyote anatakana kudhulumiwa kwa sababu ya mirengo ya kisiasa. Hiyo tunaumiza wananchi wengi kwa hapa West Pokot. Kwa hivyo ningependelea kuwa as we go forward, ningependa constitution pia iangalie hii ward fund iende tu kwa MCA direct, isipitie hata kwa magavana, sababu MCA ndio anajua shida ya ward yake. Pia ningependa kuambia gavana usiegemee sana mambo ya mirengo, na kama mtu hayuko kwa mirengo yako usimdhulumu, kwa sababu iko mambo mingi inafanyika. Kama uendi mrengo ingine unamwambia uwezi pewa pesa fulani, ulipe allowances. Hiyo pia ni kukandamiza mtu kama MCA aliyechaguliwa na ambaye alinominatiwa na hako mahali pale kwa constitution. Kwa hivyo ningependa kuambia ndio kaunti yetu ya West Pokot iende mbele, tupeane pesa kulingana na vile inatakikana, ndio watu wetu wapate kufanya kazi.
Ni baadhi ya kauli ambazo zimetolewa na baadhi ya wale wawakilishi wadi katika kaunti ya Pokot Magharibi. Na kutoka mji wa Kapenguria, jina langu ni Andrew Juma na kwako studio. Asante sana Andrew Juma kutoka Kapenguria katika kaunti ya Pokot Magharibi. Na sasa